Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, mechi ya mzunguko wa lala salama ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya KenGold kutokea mkoani Mbeya, ambapo KenGold watakwenda kupepetuana na kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kupangwa ni kwamba unatarajiwa kuchezwa tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, ambapo tunashuhudia mchezo huu kwa upande mwingine umeweza kupelekwa katika mkoa wa Tabora katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi, ambapo KenGold ambayo imeshuka daraja itakwenda kupepetuana na Simba Sports Club ambao wao bado wapo katika kinyang'anyiro cha kuweza kuwania ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Nakumbuka historia inaonyesha Simba na KenGold wamekutana mara moja, mechi ya mzunguko wa kwanza ambao Simba walishinda mabao 2-0, mabao yote yakifungwa na Leonicus Atibambida. Kwa hiyo Simba ana ushindi wa 100% pindi ambapo anakutana na kikosi cha timu ya soka ya KenGold, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Simba Sports Club wapo katika nafasi ya pili, Simba wakiwa wamecheza michezo 27 pekee, wakiwa wamesalia na michezo mitatu kumaliza ligi kuu ya NBC. Basi wameshinda michezo 23, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 63 huku wao wakiruhusu mabao 11, yani kiufupi Simba ana goal difference ya mabao 52 akiwa ana pointi 72 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini mnyama Simba Sports Club anakwenda kukutana na KenGold ambao kwa upande mwingine wao ndio ambao wanaburuza mkia, kiufupi tayari wameshashuka daraja. KenGold wao mpaka sasa wamecheza michezo 28 wakiwa wamebakia na michezo miwili pekee kutamatisha ama kukamilisha ligi kuu ya NBC. KenGold wameshinda michezo mitatu pekee, ndio klabu ambayo imeshinda idadi ya michezo michache kuliko klabu yote ile, wakiwa wametoa sare michezo 7 na kufungwa michezo 18. KenGold ndio klabu ambayo imefungwa magoli mengi kuliko klabu yote ile. Lakini kumbukwe kwa upande mwingine KenGold wamefunga mabao 22 na wao kufungwa mabao 52, wakiwa wanadaiwa mabao 30, wakiwa na pointi 16 katika nafasi ya 16, huku tayari KenGold wakiwa tayari wameshashuka daraja msimu. Kwa hiyo msimu unaokwenda watakwenda kucheza championship. Kwa sasa wanakamilisha ratiba ya ligi kuu ya NBC. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Simba Sports Club unaamini mnyama Lunyas atakwenda kunguruma katika mkoa wa Tabora na kuweza kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya KenGold, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie kuelekea katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KenGold. Kwa upande wako wewe unamuona mnyama Simba akienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KenGold? Sasa kuelekea katika mchezo huu kupitia kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, mtaalam Faldu Davis, ambaye kwa sasa amekuwa katika kiwango bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ameweza kuweka hadharani kikosi chake ama jeshi lake la kwanza ambalo litakwenda kuvaana na kikosi cha timu ya soka ya KenGold. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Musa Kamara Penpin. Eneo la fullback namba 2 klabu ya soka Simba wanatarajia kuanza na Shomari Kapombe, show me the way. Fullback namba 3 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Mohamed Hussein Shawelala. Eneo la center back namba 4 klabu ya soka Simba wanatarajia kuanza na Abdurazak Hamza, huku center back namba 5 akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Shamu Karabua. Eneo la kiungo namba 6 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Yusufu Kagoma, huku winga namba 7 klabu ya soka ya Simba wakienda kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Elimpanzu Kibisawala. Eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Fabrice Luamba Ngoma MT, midfield teacher huyu
huku mshambuliaji namba 9 ni Leonel Christian Atiba Mbida. Eneo la kiungo namba 10 ni Jean Charles Ahoua, mchezaji ambaye amefunga mabao mengi, akifunga mabao 15 mpaka sasa katika ligi kuu ya NBC, huku winga namba 11 akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Joshua Mutale SR Budo. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha mnyama Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Ken Gold.